Yes, bana, ni exclusive interview na Aza Boy ambaye ni msemaji wa timu ya Magic. My brother, mambo vipi? Safi sana. Mungu mkubwa sana, niko poa. Waje umezingatiwa? Kaka, nashukuru Mungu kweli. Jicho la kuzitupia hizi nyeusi kwa leo limekuja. Nimezirushia tu kaka. Rushia tu. Ni matu niweke. Wanaume ni wavivu sana wa kufikiria. Nikaona hapa nikisema nianze kuchanganya rangi, nitapata comment za wasichana, unaye marangi mengi. Hao wana support hivyo. Comment negative waga zinakuumiza? Na hisia zote. Na hisia zote, naumia. Yaani kipimo ambacho natumia kufurahi, natumia pia kuumia. Ila tu hazitoi maamuzi ya kile ninachokifanya moja kwa moja. Zinakaa pale kwamba huyu samba akasema hivi mpaka kanitukania mama. Ila hazisawishi niseme kwamba eti ngoja niache hichi kitu kwa sababu katukana. Sababu nakuwa mimi nina mpango kwamba hichi nimekifanya, hebu nifanye miezi 6. Na hebu nifanye miezi 6. Ni comment gani ilikuwa mbaya ambayo ilikaa sana kichwani kwako ama ilikupa maswali mengi sana? Comment gani? Zinakuwa nyingi kama zile za maelekezo. Huyu usifanye naye tena. Huyu usifanye naye tena. Yaani mimi naumia kwa sababu ya mtu mwingine. Hata umeshuti na mtu alafu unasema huyu usifanye naye tena bana, anakurudisha nyuma au hazipendezi mkifanya naye, fanya na fulani. Hizo zinanikataga sana. Sababu yule ambaye anakuwa mfano na mimi naona naumia ni tena alivyoumia vile. Toberesi alikuwa ni nani? Fanya naye kazi alafu comedy kaja ya design hiyo. Kwa wote, yani wageza kuja kwa wengi. Yani kila mtu sana maoni yake. Yani wakuta mtu kisa anampenda Dula, nikifanya na Obama anataka nifanye na Dula. Kisa anampenda Pinki, nikifanya na mtoto Mlito anasema bora ufanye na Pinki. Kwa kuta ni mapenzi mwingine, yani the vice versa is it true. Kiredio amekuwa akiliongea mara kadhaa kuhusiana na content creators, comedians kuingiza mpunga mrefu sana na kuwazidi hata Bongo Flava. Ili na ukweli. Sasa watu wanazidi pia na wachezaji. Aliamua tu kuchagua watu wa Bongo Flava. Yaweza pia nazidi labda Nesi. Ila ameamua tu kutaja Bongo Flava tu ili uchokozi tu. Ameweka tu kwamba aliongea kwa ajili ya kuweka comparison nyepesi. Yani kwa watu waipate. Sio kwamba aliweka kwa nia kudharau. Kwamba kama ambavyo mnaamini hawa Bongo Flava wana hela. Guys, hamjakutana na content creators, zao jamaa wana hela sana. Kwa hiyo tumia tu kama comparison kama SI unit. Kwamba tutapima umbali kwa kilomita. Ila kuna mita, kuna sentimita, kuna desimita. Ila tumechagua tupime kwa kilomita. Kwa haraka ni kweli comedians mna pesa kuwazidi wasanii wa Bongo Flava. Sasa ndio kumzidi Diamond jamani. Ndio kumzidi. Kila mtu anamzidi. Kila mtu ana mnyonge wake. Unaweza ukakuta umemzidi tuseme nani? Umemzidi Dayo wauta nani konta waka kuzidi. Kwa hiyo tunachanganyikana tu, ameamua kutumia hiyo comparison, ila kuna kuzidiana umo. Na namna watu waliona kama jamaa amewadisrespect wasanii wa muziki wa Bongo Flava kama pia content creator lakini pia comedians, kusema vile ni kweli kuwa aliwadisrespect washikaji. Alitaka kuonesha comparison kwa urahisi. Kwa sababu ukisema kwamba maana washasemaga kwamba content creators anamzidi hela mwajiliwa. Washamalizaga hiyo, washaisema. Si ndio? Bora content creation kuliko kuajiliwa. Si ndio, washaimaliza. Kwa kaona asema anawazidi maaskari. Watu hawajui vizuri maaskari wanalipwaje. Ila akisema wasanii wa muziki watu wanaipata kwa urahisi. Kwa hiyo tumia tu kama SI unit. Kizio cha kupimia. Si wasanii wote mewazidi pesa, mmemzungumzia Diamond. Wewe sasa personally ni msanii gani wa muziki wa Bongo Flava ukimwangalia unaona mimi nimemzidi hela kufiki? Sasa si hainisaidii hata nikiongea inisaidii. Ila nakuwa najua kichwani. Naanza ukapima kipimo kwa umejidanganya. Maana watu wengine waoneshi. Hivyo mjua kwa mfano kuna wasanii ni noma. Unaweza hata ukamnunulia voucher. Hawaoneshi maisha yao. Mbosso unaweza hadi ukamnunulia juice ukasema huyu jamaa atakuwa na maisha magumu. Ila unafikiria ile muziki anaopiga umeingizie hela, acha niache ujinga. Kwa watu maisha yao yako hivyo. Sio kama mtu ataonesha jiwago ni kama Rayvanny. Kwa wapo watu wenye maisha mazuri zaidi na hawaoneshi. Kwa hiyo huwezi kupima mzee wangu.
Namna maisha ya Mbosso yanakufikirisha sana? Maisha ya Mbosso yanafikirisha na napenda sana. Yaani Mbosso, yaani napenda vile mtu yeyote amini anaweza kanisaidia. Unajua kuna level ya maisha ukiyafanya, kuna watu wanaweza kaisa sio level yao kukusaidia. Napenda niwe mtu ambaye anaweza nikasaidiwa kwa jamii katika mazingira yoyote. Hivi unajua Mbosso mpaka Mantilia anaweza akaisa na mzidi hela Mbosso. Mbosso maisha yake ameweka namna fulani kwamba mimi acha niwape muziki. Maisha yangu niacheni mimi na watoto wangu na familia yangu. Napenda sana ile lifestyle. Ina impact kubwa sana ukilinganisha na ambao wanaweka showbiz, wana black kwenye mtandao, nimenunua gari fulani, Rolls Royce na nini. Kwenye sanaa unachagua namna gani wewe watu wakutambue. Kwa mtu anasema mimi wanitambue tu kwa kazi tu. Mwingine anasema ni kazi na skendo kidogo. Mwingine kazi kidogo na bragging kubwa. Wapo hivyo. Kwa mtu mwingine unaona mfano brother yangu Dula Makabila. Makabila kwamba ni kazi na bragging. Yani atapiga kazi na atawaambia hili video ni milioni 50. Umeona? Kwa wamechagua maisha yao, lakini Mbosso ya sala saba kuleni, umeona? Hata kwenye comedy vivyo hivyo kuna watu wao kwamba Steve Mosi atakwambia mimi ni kugonga tu kazi. Ila ndalo atakwambia nitagonga kazi akipi atawakumbusha oya na hela na nikiumwa mnisaidie. Na hela na nikiumwa mnisaidie. Kuna post yako moja uliposti Februari 13 nadhani, ukasema kuwa kuna gari inakufuatilia nyuma. Kiukweli nilisoma ile caption ya juu, nilivyoshuka chini ukasema mkienda polisi tutagombana. Ile ilikuwa ni joking ama kuna namna pia simu ziliita sana? Ilikuwa joke by the way. Niliposti kwamba kwa gari linanifuatilia, sijui ni watu gani, ila msinitafute polisi, nitaonekana baada ya tarehe 14. Ilikuwa tu ni utani ambao, lakini baadhi ya watu wakasema msitanie bana, kwa mambo yanatokea kwa msitanie hivyo na nini. Kwa watu wakawapiga simu kaambia malizia post. Ilikuwa tu ni utani bwana. Sawa, kumalizia kiredio iko Dubai na tunafahamu yale ambayo yanaendelea, mabomu huko yanaruka na vitu kama hivyo. Kuna baadhi ya watu kidizani kama wanamtania, anamwambia akome na nini kiherehere na vitu kama hivyo. Kuna namna mliwasiliana kwa sababu you guys wote ni content creator, naamini you guys mna umoja sana. Tuliwasiliana naye na kwa wanaojua geography ya Dubai wanasema alipo ni sawa, yuko Mikocheni, alafu mabomu yanaruka Zanzibar. Kwa ni maeneo tofauti. Kwa ni ile tu kwamba neno kwamba ni Dubai. Ni sana machafuko amesema ametokea Dar es Salaam. Alafu mtu akatavyo muulize vipi jamani poleni. Kwa ndo hivyo. Kwa tuyasana naye kumbe yuko mbali bwana. Mabomu mwenyewe anaangalia kama sisi tunavyoangalia. Kumalizia kabisa, we na Kipotoshi, content zenu za uganga na nini kiukweli zinaenda sana na ni combination nzuri sana. Share na sisi experience, ulishaye kwenda kwa mganga kufanya mambo ili mambo yako Amna, mimi church boy sana, hata ndio maana kwa muda navikosea. Mimi church boy kwa waganga hata sipajui. Kwenda kabisa. Naonaga tu mtaani napita kwa sababu mimi waganga wengine ni washikaji zangu. Kwa stories zao wanavyonipatia wananishawishi nisiende kwa waganga. Nikome tu na huyu Yesu. Labda unamalizana nao kimya. Sasa kwa muda nakwambia mwenyewe nenda kujaribu hii kama itafanya kazi. Sasa huyo mtu utaenda kwake. Asante sana. Shukrani sana.